mara baada ya uamuzi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuanza kufanya marekebisho katika bandari ya Malindi visiwani Zanzibar, kuanzia nje hadi ndani, eneo la VIP mpaka eneo la abiria wa kawaida, pamoja na sehemu nyingine ikiwemo eneo la mizigo. Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Khalid, akiambatana na naibu wake waziri Mheshimiwa Badria Atai, wametembelea eneo hilo na kujionea mabadiliko mengi ambayo awali hayakuwepo. Ziara hiyo iliongozwa na mkurugenzi wa Shirika la Bandari Zanzibar, ndugu Akif. Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi anaanza kuzungumza mara baada ya ziara hiyo. Leo nimepita hapa, nimefurahika na kilichofanywa. Yaani kama hujaja katika miezi miwili mitatu hivi utakuta kitu tofauti kabisa. Kwanza kilichofanyika ni kwamba wamefanya reorganization. Kwa maana abiria mashuhuri VVIP wana sehemu yao, wana chumba chao ambacho ndo hichi. Tumefanywa ukarabati mkubwa. Lakini pia hata hawatashirikiana na abiria wengine katika sehemu ya kupita kwenda kwenye boti. Lakini hata abiria wale wa VIP nao wana sehemu yao na imeboreshwa vizuri. Lakini pia abiria wa kawaida nao wamewekewa sehemu yao na imeshaboreshwa vizuri na matengenezo bado yanaendelea. Lakini hata suala la uingiaji wa gari nao umefanywa maboresho, kwamba badala ya magari kuingia na kusongamana, sasa utakuta pia kumewekwa utaratibu. Watu wa taxi watakuwepo hapa, lakini watakapotoka abiria wanataka taxi watapewa vitambulisho maalum kuingia katika ngambo ya pili kwa ajili ya kuchukua gari na huduma za taxi zitakazokuwepo pale. Lakini abiria wanaokuja kuingia kwenye boti, kwa maana departing passengers, nao wana sehemu yao ya kushuka na kuingia katika eneo la kupandia boti, hasa katika masehemu ya kusubiri upandaji wa boti. Kwa kila kitu hapa kimeimarishwa na ni mpango mkuu wa serikali. Mpango mkuu wa serikali ni kuboresha kabisa eneo hili ili abiria waweze kuona kwamba sasa huduma zinatolewa kwa viwango vya kimataifa. Ibaki kwamba ni sehemu ya utalii. Meli za kitalii, cruise ship, zitapata huduma zake hapa. Kuna huduma za mikahawa zitakuwepo katika eneo hili. Kwa hivyo hii street itabadilika. Tufanywa upakaji wa rangi vizuri, lakini pia tunakusudia hata barabara zetu zinazopita maeneo haya nazo kufanywa ukarabati mkubwa. Kwa mtu ambaye hajaja Zanzibar miezi mitatu iliyopita, naamini akija sasa ataona maboresho makubwa sana yaliyofanywa katika bandari ya Malindi, na hiyo ndio vision ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi. Ilikuwa maono Mheshimiwa Rais pamoja na uongozi wa wizara kuhakikisha huduma zetu zinaendana kwa mujibu wa matakwa, lakini na level za kimataifa, na hatuendi katika kubadilisha changamoto tu. Tuwe proactive katika kuleta maboresho ambayo yataweza kuonekana. Na milango yetu ni milango ya nchi, ni taswira ya nchi, lakini pia ni milango mikuu kwa utalii pia. Kwa hiyo katika milango yetu na huduma zetu zinaboreka, tunakuwa mabalozi wa huduma zetu na pamoja na nchi yetu kimataifa. Na kiukweli tumeridhishwa sana na tumefurahi mno kuona kwamba kuna mabadiliko makubwa ambayo yamefanyika hapo awali na hivi sasa, kwa sababu huduma zimeboreshwa kwa kiwango kikubwa, lakini pia kumekuwa na control ya vitu vingi ikiwemo mizigo, abiria, lakini hata wale watu ambao walikuwa wanazagaa katika maeneo ya bandari pia tumeona kwamba wamekuwa controlled sana, kwa sababu kila mmoja anaweza kuwa identified, kujulikana huyu ni nani na anafanya shughuli gani. Jambo ambalo kwa hii bandari, kwa vile ni lango kubwa la masuala ya kiuchumi, ni jambo zuri, kwa sababu sote tunafahamu kwamba bandari ni eneo kubwa ambalo tunalitegemea kama serikali kwa ajili ya kuinua uchumi, kwa sababu ni sehemu au ni chanzo kikubwa cha mapato ya serikali, lakini pia ni sehemu ambayo tunaitegemea mno kwa ajili ya usafirishaji wa abiria na mizigo. Kwa hiyo kiujumla huduma zimeimarishwa sana, yani ukikompare ilivyokuwa awali na hivi sasa. Tumeona maboresho makubwa yamefanyika katika sehemu hii ya VVIP, lakini hata kwa sehemu ambayo ya VIP ambayo kuna huduma nyingine zimeongezwa ikiwemo masuala ya migahawa, lakini tumeona pia masuala ya uhamiaji yamehamia pale.
Lakini katika eneo la kusubiria abiria tumeona kwamba kuna space nyingi zimeongezwa, takriban sasa linaweza kuchukua abiria karibu 600, lakini huduma pia zimeimarishwa. Tumeona kuna system charge ya maeneo ya kuchaji simu ambayo awali hayakuwepo, lakini hata viti vimebadilishwa, lakini tumeona mambo mengi ambayo yameboreshwa. Hata katika uchukuaji wa mizigo tumeona kuna centers ambazo zipo kwa ajili ya TRA kwa ajili ya mizigo ambayo inatakiwa kutozwa kodi.